Karibu sana katika chaneli hii kuhusu imani Katoliki. Leo tuangalie ibada mbili ambazo zimekuwa moyo wa maisha ya Kikatoliki duniani kote. Ibada kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu na ibada kwa heshima ya moyo safi wa Bikira Maria. Waumini wengi hushiriki ibada hizi hasa kila Ijumaa na Jumamosi ya kwanza ya mwezi. Nini cha pekee kuhusu Ijumaa ya kwanza na Jumamosi ya kwanza? Kwa wengine ni tarehe tu kwenye kalenda. Kwa wengine ni siku zenye neema. Lakini je, unajua kwamba ibada za Ijumaa ya kwanza na Jumamosi ya kwanza ni mpango wa Mungu? Karibu tutafakari pamoja kuhusu moyo mtakatifu wa Yesu na moyo safi wa Bikira Maria. Ni ibada mbili zenye nguvu sana ndani ya Kanisa Katoliki. Ijumaa ya kwanza, ibada ya moyo mtakatifu. Mnamo mwaka wa 1673, huko Paray-le-Monial, Ufaransa, mtawa wa shirika la Visitations, Margaret Mary Alacoque, alipokea maono ya Yesu Kristo. Katika sikukuu ya Mtakatifu Yohane Mwinjilisti, Kristo alimfunulia Margareta upendo mkali wa moyo wake unaowaka moto na kumwomba awe chombo cha kufikisha upendo huo kwa wanadamu. Alimwambia, moyo wangu wa kimungu umejaa moto wa upendo kwa wanadamu, lazima ujimwage kupitia kwako ili kuwatajirisha kwa hazina zake. Yesu alianzisha ibada ya Ijumaa ya kwanza na saa takatifu, saa ya maombi kati ya saa 5 usiku na saa 6 usiku wa Alhamisi. Margareta alipokea maumivu makali upande wake kama alama ya ukweli wa maono haya. Kristo alimwambia, angalau wewe unipe faraja ya kufidia utakaso wa upendo wao mdogo. Kila Ijumaa ya kwanza upokee komunyo na kila Alhamisi usiku uombe nami saa moja. Tarehe 16 Juni mwaka wa 1675, wakati wa sikukuu ya Ekaristi, Yesu alimwambia, tazama moyo uliowapenda wanadamu kiasi cha kujitoa na kujichosha kwa ajili yao, na kwa malipo napokea tu utakaso na dharau. Aliomba sikukuu maalum ya moyo mtakatifu iadhimishwe Ijumaa ya kwanza baada ya oktava ya Ekaristi, na akamwagiza Padre la Colombier kuwasilisha ombi hili kwa kanisa. Katika maono hayo, Yesu alimwahidi Margareta na waumini wote wanaoheshimu moyo wake mtakatifu mambo yafuatayo: nitawapa neema zote wanazohitaji katika maisha yao. Nitaweka amani majumbani mwao. Nitawafariji katika mateso yao. Nitakuwa kimbilio lao salama maishani na zaidi wakati wa kufa. Nitabariki kila mahali ambapo picha ya moyo wangu itaheshimiwa. Wenye dhambi watapata huruma isiyo na kikomo ndani ya moyo wangu. Wale watakaoendeleza ibada hii, majina yao yataandikwa moyoni mwangu milele. Na kwa wale watakaopokea komunyo takatifu kila Ijumaa ya kwanza kwa miezi 9 mfululizo, Yesu aliahidi neema ya toba ya mwisho na wokovu. Karibu tuamie sasa kuhusu moyo safi wa Bikira Maria. Jumamosi ya kwanza, ibada ya moyo safi wa Bikira Maria. Mwaka 1917, huko Fatima, Ureno, Bikira Maria aliwatokea watoto wachungaji watatu, Lucia, Francisco na Jacinta. Katika ujumbe wake, mama yetu aliomba waamini wafanye mambo manne kila Jumamosi ya kwanza kwa miezi 5 mfululizo, kama toba kwa makosa dhidi ya moyo wake safi. 1. Kitubio. 2. Komunyo takatifu. 3. Kusali Rozari, sehemu 5. 4. Dakika 15 za tafakari juu ya mafumbo ya Rozari. Kwa nini Jumamosi 5? Ili kufidia makosa 5 makuu dhidi ya Bikira Maria, ikiwemo kukanusha utakatifu wake na kueneza chuki dhidi yake. Mama yetu aliahidi neema ya msaada wakati wa kufa kwa wale watakaoshiriki kwa uaminifu. Kwa nini zina umuhimu leo? Ibada za Ijumaa ya kwanza na Jumamosi ya kwanza si kumbukumbu tu, bali ni tiba ya mbinguni kwa ulimwengu wa leo. Katika dunia iliyojaa kelele,
kiburi na baridi ya kiroho. Ibada hizi zinatufungamanisha na upendo, toba na ukaribu wa mioyo ya Yesu na Maria. Zote zinahimiza toba na fidia kwa majeraha ya dunia. Zote zinatoa ahadi binafsi, uongofu, amani na uzima wa milele. Zote zinatufunga katika mzunguko wa kila mwezi, tukirudi mara kwa mara kwa chanzo cha neema. Kufanya ibada hizi haina haja ya kuwa mtakatifu au kuona maono ili kubadilisha dunia. Unachohitaji ni kusema ndiyo. Ndiyo kwa moyo mtakatifu. Ndiyo kwa moyo safi. Ndiyo kwa mwaliko wa mbinguni. Baada ya kuona hayo yote kuhusu ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu na moyo safi wa Bikira Maria, karibu sasa tusali pamoja sala hizi. Sala ya kufidia kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Yesu mtamu mno, ambaye kwa upendo wako usio na mipaka, watu wanaulipiza vibaya kwa usahaulifu mkubwa, uzembe na dharau. Tazama, tunajinyenyekeza mbele ya altari yako, tunataka kufidia heshima kuu kwa ubaridi, uovu wa watu na madhara yote ambayo yanaumiza toka pande zote moyo wako mpendwa sana. Tukikumbuka kwamba sisi pia hatukuwa huru wakati wote na uovu huu, na tukiguswa kwa majuto kubwa mno, kwanza kabisa tunaomba huruma kwa ajili yetu sisi. Tupo tayari kufidia kwa hiari, si dhambi tulizotenda sisi tu, lakini pia kwa makosa ya wale wanaopotea mbali na njia ya wokovu, na wakiwa kaidi katika kutoamini kwao, hawataki kukufuata wewe kama mchungaji na kiongozi, au wakidharau ahadi za ubatizo. Sasa, tunataka kufidia kwa makosa haya yote yenye kusikitisha, na tunataka kujirekebisha kila moja yao, yani kwa utovu wa staha na ukosefu wote wa haya katika maisha, kwa mitego mingi iliyotegwa kwa roho zisizo na hatia, kwa kuzidharau siku takatifu, kwa kufuruza kutisha dhidi yako na watakatifu wako, kwa matusi dhidi ya Baba Mtakatifu na upadri, kwa kukufuru hata sakramenti ya upendo wako kwa kuidharau, na kwa kufuru zenye kutisha, na mwishowe kwa makosa ya hadharani ya mataifa yanayozikataa haki na mamlaka ya kanisa uliloanzisha wewe. Tunakutolea fidia ambayo wewe mwenyewe ulimtolea Baba msalabani, na ambayo unaitolea upya kila siku kwenye altari, pamoja na fidia ya Mama wa Mungu, watakatifu wote na roho zenye kumcha Mungu. Tunaahidi kwa moyo wetu wote kufidia, kwa msaada wa neema yako, dhambi zetu binafsi tulizotenda, na kutojalia upendo wako mkuu kwa njia ya imani imara, maisha safi, kwa kushika kikamilifu sheria ya Injili, hasa sheria ya upendo. Tunaamua pia kwa nguvu zetu zote kuepuka madhara mapya na kuvuta roho nyingi mno zikufuate wewe. Tunakusihi, Yesu mwema mno, kwa maombezi ya Bikira Maria, mlipaji fidia, uipokee sala hii ya hiari ya kufidia, na ukubali kutukinga mpaka kifo chetu, ili mwishowe tufike kwako, unayeishi na kutawala pamoja na Baba na Roho Mtakatifu, Mungu, milele na milele. Amina. Sala ya kujitolea kwa Maria Immaculata. Immaculata, makimbilio ya wenye dhambi na mama yetu pendwa sana, wewe ambaye Mungu alipenda kukukabidhi utaratibu mzima wa huruma, ninajirusha miguuni pako, nikiomba kwa unyenyekevu, ili ukubali kunipokea kabisa, kama kitu na mali yako. Nitumie mimi, pamoja na nguvu zangu zote za roho na mwili, maisha, kifo na uzima wangu, kama upendavyo. Kama utapenda unitumie mimi kabisa, bila kikomo, ili yatimie yale yaliyoandikwa juu yako. Atakiponda kichwa chako, na umeharibu mwenyewe uzushi wote duniani kote, ili niwe chombo cha kufaa katika mikono yako safi na yenye upendo sana, kwa ajili ya kuanzisha na kuongezeka kwa utukufu wako katika roho nyingi zilizopotea na zilizo katika hali ya vuguvugu, ili hivyo ufalme wa moyo mtakatifu wa Yesu uenezwe sana,
kwa kuwa popote unapoingia, unatupatia neema ya uongofu na utakatifu, kwa sababu neema zote kutoka moyo mtakatifu wa Yesu zinatufikia kwa kupitia mikono yako. Uniruhusu kukusifu, Bikira mtakatifu. Unipe nguvu za kushinda adui zako. Bikira Maria, uliyekingiwa dhambi ya asili, utuombee sisi tunaoukimbilia ulinzi wako, na wale wote hawaukimbilii ulinzi wako, hasa maadui wa kanisa takatifu na waliokabidhiwa kwako. Amina.